Bana, niko na unyama huu hapa. Blackmagic 6K. Ukiwa na lenzi hapa, lenzi kali sana mita 35. Kampuni ya lenzi ni Make, kampuni ya Make, ikiwa na monitor yake, ikiwa na V-mount plate yake, kwa bei ya maelewano. Njoo DM, njoo kwangu, nitakwambia nitakupa. Mimi siuzi kimoja kimoja. Usije ukaja na story bana, nataka kimoja kimoja, hapana. Njoo nikupe full hivi vyote vinakupatia. Shukrani. Mtazamaji, hebu fikiria bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji. Wow! Oh wow! Turbines 9 zikizunguka generators zikizalisha maelfu ya megawatt, na umeme huo ukisafirishwa kwenda kwenye gridi ya taifa. Hii siyo hadithi ya nchi nyingine, bali hii ni Tanzania. Katika mto Rufiji, Tanzania imejenga moja ya mradi mikubwa zaidi ya nishati katika historia yake. Mradi huo unaitwa Julius Nyerere Hydropower Project, yani kwa kifupi JNHPP, yenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 za umeme. Lakini unaweza kujiuliza maswali yafuatayo: lakini mradi huu ulianza vipi? Umegharimu kiasi gani? Na kwa nini ni muhimu sana kwa Tanzania? Wow! Karibu kwenye dokumentari hii maalum kutoka Odessa Electrical Technology, na mimi mtayarishaji wako ni mimi Odessa Van. Lakini kabla hatujaendelea na dokumentari hii, nipende kwa taarifu kuwa nipo na wadhamini wa kipindi hiki katika dokumentari hii, na si wengine ni Swahili Filmmaker. Imewasogezea fursa kwa vijana wa East Africa na ambao wapo nje ya East Africa wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Imewasogezea fursa ya mafunzo mpaka mlangoni kwako. Inatoa mafunzo ya kozi ya Filmmaking and Video Production pamoja na Professional Photograph. Kozi hizo zitakuwa zinakujia kwa lugha fasaha ya Kiswahili, lugha rahisi. Hii ni maalum kwa vijana wote wanaozungumza lugha moja ya Kiswahili waliopo ulimwenguni kote. Wenye kutamani kujifunza mafunzo hayo, kwa mawasiliano zaidi utapiga simu nambari hizo hapo chini, utasikilizwa na kufafanuliwa zaidi. Historia ya kutumia nguvu ya maji katika eneo la Rufiji si jambo jipya. Kuwa nami, ni mimi Odessa, na nakala hii inaanza rasmi kama ifuatavyo. Usikose Jumamosi katika uzinduzi huu wa mradi huu wa Julius Hydropower Project. Karibu katika dokumentari hii. Safari ya taifa ikaendelea kwa hatua nyingine za maendeleo. Historia haifutwi, kila awamu ina nafasi, kila kizazi kimeongeza jiwe kwenye msingi wa taifa. Awamu ya 6, Samia Suluhu Hassan, uongozi ukaendeleza safari kwa hatua za sasa za mradi. Rufiji ikawa alama ya nguvu ya Tanzania, umeme kwa nyumba na viwanda, tumaini kwa kizazi kijacho. Tunasema asante. Kabla sijajiunga na mradi wa Julius Nyerere, nilikuwa kwenye kitengo cha kufanya usafi kwenye mitambo. Baada ya hapo nikapata nafasi kwenye kituo cha Julius Nyerere kwa nafasi ya artisan. Nikafanya kazi kwa muda wa mwaka 1.5 na kufanikiwa kupata kazi TANESCO. Kiukweli nilivyokuja Julius, kwa kweli nilikuwa napata experience kwa watu wengi. Nilikuwa nafanya kazi na watu wa nje na wa ndani pia. Hivyo ujuzi wangu ulipanda kwa kasi. Pamoja kuna mambo mengine ya uzalishaji mitambo nilikuwa sizifahamu vizuri, ila kwa sasa nashukuru nimezielewa. Kwa kushiriki kwenye mradi wa Julius Nyerere, imebadilisha maisha yangu kiakili, kimtazamo, hata kiafya pia. Pia nimebadilisha maisha yangu kutokana na kipato nilichokuwa napata. Kwa sasa tunanisaidia na peleka watoto shule nzuri, ndugu zangu shule nzuri. Nimeongeza vitu vingi kutoka hali moja kwenda hali ya chini kwenda hali. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa mradi wa Julius Hydropower Project na kutuwezesha sisi vijana kupata ajira katika mradi huu.
ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika, safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, Wizara ya Nishati kwa ushirikiano na TANESCO inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumelijenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Mama kaweza kutoka 33% hadi kukamilisha mradi kwa 100%. Ndoto imetimia, mpango umewezekana.